Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa Mungu, nakukaribisha tena katika chaneli hii, twende tukajifunze neno la Mungu. Nikusii kama ni mara yako ya kwanza kutizama chaneli hii, usipite bila kusahau subscribe hapo na ubonyeze alama ya kengele ili upate notification kwa update zote ambazo tutakuletea kwa lengo la kujifunza neno la Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, mtoto wa Mungu, leo nakuja hapa, kuna mwenzetu mmoja ameleta swali. Sasa hili swali nimeona kidogo lina utata, nikasema acha nilichambue vile ninavyoweza ili nimjibu huyu msikilizaji wetu. Huyu msikilizaji, mimi sijajua kama ni imani gani, ni imani ya Kiislamu au ya Kikristo. Najua watu wanataka kujifunza, kwa hiyo hatuna budi kwenda kujibu maswali yao ambayo yanaulizwa au wanauliza. Hata kama wewe unatizama sasa hivi una swali lolote, wewe uliza hapo chini, nami nitakujibu kwa vile ninavyojua mimi au kwa vile kwa upeo wangu. Huyu bwana ameuliza hivi: je, Yesu ni mwana wa Mariam? Yesu ni mtume? Yesu ni mwana wa Mungu? Yesu ni Mungu? Kwa hiyo huyu bwana ana maswali yake hayo manne, tuchague tumweleze katika hivyo vipengele vinne, Yesu yuko wapi? Amen. Sasa mtoto wa Mungu, ukikutana na swali kama hili, naomba usichanganyikiwe. Majibu yote yako katika Biblia na mimi nitamjibu kutokana na Biblia na nimechambua hapa. Kwanza mpenzi mtazamaji, mtoto wa Mungu, ninasema kwamba kutokana na swali lake, je, Yesu ni mwana wa Mariam? Ni mwana wa Mungu? Ni mtume au Mungu? Sasa acha nikamjibu vipengele kwa vipengele. Tutaiuliza pia Biblia itakavyotuelekeza. Ninaanza na Yesu ni mwana wa Mariam? Jibu ni ndio. Yesu ni mwana wa Mariam. Kwa mujibu wa Biblia, Yesu ni mwana wa Mariam kwa sababu Mariam ndiye aliyemzaa Yesu kimwili. Hata tukisoma ile Mathayo 1 mstari wa 20 mpaka 21 inasema, acha nisome katika jina la Yesu. Basi alipokuwa akifikiria hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tukienda mpaka 21 pale anasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Amen. Kwa hiyo hapo tumepata jibu kwa nini tunasema Yesu ni mwana wa Mariam, kwa sababu alizaliwa kwenye tumbo la Mariam. Lakini kuna jambo ambalo ni la muhimu sana. Yesu si mwana wa Mariamu kwa maana kwamba Mariamu ndiye chanzo cha uungu wa Yesu. Hapana. Ni nafasi tu ya Mariamu aliyochukua ili Yesu apite kwenye tumbo lake kuja hapa duniani kutukomboa. Amen. Kwa hiyo Biblia inatufundisha kwamba Yesu alitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, si kwa uhusiano wa kimwili kati ya Mariamu labda na mwanaume. Tukisoma ile Luka 1 mstari wa 35, acha nisome katika jina la Yesu. Malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli, kwa sababu hiyo ndicho kitakachozaliwa, kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, kwa kifupi labda nikwambie kwamba Yesu ni mwana wa Mariamu kwa upande wa kuzaliwa kwake kimwili. Yesu aliitwa mwana wa Mungu kwa upande wa asili yake ya kiungu. Tunathibitisha kwamba Mariamu ni mama wa Yesu, lakini sio mama wa Mungu kwa maana ya kwamba alianzisha au kuumba wa Mungu. Amen.
Kwa hiyo hapo ndugu yangu, nafikiri utakuwa umenielewa kwa kifupi kwamba kwa nini Yesu anaitwa mwana wa Mariam. Twende swali lake la pili, huyu bwana anavyosema, Yesu ni mtume wa Mungu? Jibu katika Biblia, ndiyo, Yesu anaitwa mtume aliyetumwa na Mungu katika baadhi ya maandiko ya Biblia, kwa maana ya kwamba Mungu alimtuma kuleta ujumbe wa wokovu. Kwa mfano tukisoma ile Yohana 17 mstari wake wa 3 inasema, Yesu alisema, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Pia tukienda kusoma ile Waebrania 2 mstari wa 1 inamuita Yesu mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Amen. Ndugu nifuatilie, yaani katika maswali yote yaliyouliza hayo, wewe nifuatilie ninapokujibu kutokana na Biblia. Hata hivyo Biblia inamuita Yesu mwana wa Mungu, na mafundisho ya Kikristo ya kawaida yanaelekeza kuwa Yesu ni Mungu aliyekuja katika mwili, si mtume tu. Kwa hiyo ukisema Yesu alitumwa na Mungu ni sahihi kabisa, lakini kama unamaanisha Yesu ni mtume tu, hapana. Mtume na ni mwana wa Mungu pia, kwa sababu unaposema Yesu ni mtume peke yake, ndio pale unaenda katika imani ya wenzetu wa Islam. Amen. Endelea kunifuatilia na uzidi kupata majibu ya haya maswali ambayo ameuliza mtumishi mwenzetu au muumini mwenzetu, lakini sijajua ni wa imani gani. Amen. Tunaenda kwenye kipengele kingine alichouliza. Ameuliza, je, Yesu ni mwana wa Mungu? Na mimi nasema hatuwezi kumjibu nje ya Biblia, tutamjibu kutokana na kitabu cha Biblia. Je, Yesu ni mwana wa Mungu? Ndiyo. Ndiyo, kwa majibu ya Biblia Yesu anaitwa mwana wa Mungu. Kwa mfano tukisoma kitabu cha Mathayo 3:17, nasoma katika jina la Yesu. Mungu alisema wakati wa ubatizo wa Yesu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye. Tunathibitisha utoto Bwana wa Mungu. Pia tukisema ile Yohana 3:16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Bado tunathibitisha wana wa Mungu kwa Yesu. Aya, tukisoma ile Mathayo 16:16, Petro akamwambia Yesu, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo uelewe kwamba umuhimu wa kuelewa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu haimaanishi kwamba Mungu alimzaa Yesu kwa njia za kibinadamu, bali ni cheo kinachoeleza uhusiano wa kipekee wa Yesu na Mungu na asili yake ya kiungu. Ndio maana Ukristo unafundisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na aliyefanyika mwili, huku pia akiwa mwanadamu aliyezaliwa na Mariamu. Sijui tunaelewana hapo ndugu? Rafiki yangu, nafikiri hapo tunaelewana kumjibu huyu rafiki yetu maswali yake aliyouliza. Tunaenda kumalizia lile swali la mwisho ambalo amelisema, je, Yesu ni Mungu? Nimesema kwamba hapa hatutatoka nje ya Biblia, tutamjibu kutokana na kitabu cha Biblia. Je, Yesu ni Mungu? Ndiyo. Ndiyo, kwa mujibu wa Biblia na imani ya Kikristo, Yesu ni Mungu, ingawa pia ni mwana wa Mungu na alikuja duniani akiwa mwanadamu. Kwa mujibu wa mafundisho haya tutaipata katika vitabu hivi vifuatavyo. Amen. Soma ile Yohana 1:1 inasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kama itoshi, tusome Yohana 1:14. Lengo ni kuthibitisha uungu wa Yesu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Ina maana pale mwanzo kulikuwa na neno, lakini lile neno baadaye likafanyika mwili na likakaa kwetu.
tutasoma ile Yohana 20:28 inasema, Tomaso alipomwona Yesu kafuka akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo yote tunathibitisha uungu wa Yesu kutoka katika Biblia. Nataka tukisoma ile Wakolosai 2:9, ninasoma katika jina la Yesu. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo katika Ukristo ule wa utatu, sasa tukienda kwa hiyo Ukristo wa utatu, kwamba Yesu si Mungu Baba bali ni Mungu Mwana mwenye uungu pamoja na Baba na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo nataka kusema kwa mujibu wa Biblia na Yesu anatambulika kama Mungu, Yesu anatambulika kama mwana wa Mungu, Yesu anatambulika kama mtume, Yesu anatambulika kama mwana wa Mariam. Yote majibu yako sawa, ni ndio. Huwezi ukachagua katika hapo. Amen. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ndugu zangu, naomba tubarikiwe sana na mafundisho haya, ila kama una swali lako lolote, basi unaweza tu ukalileta na tukalichambua hapa na tukaweza kufundishana na kujengana kiimani. Shalom, bye bye, niwatakie siku njema.